Mheshimiwa mgeni rasmi, moja ya majukumu ya shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC ni kuratibu shughuli za utafutaji na uokoaji majini. Kama unavyoona katika eneo letu hili tuna vyombo vingi vya usafiri majini. Kwa hiyo pale linapotokea dharura au majanga na tunapopata taarifa, tuna wajibu wa kuratibu shughuli hizo za utafutaji na uokoaji kwa kushirikiana na taasisi nyingine za serikali ikiwepo jeshi la polisi majini, vyombo vya ulinzi, vyombo vya uzima moto, lakini pia na taasisi za mawasiliano, kwa sababu tunapofanya shughuli hizi pia mnapaswa kuwa na mawasiliano sahihi wakati mnatafuta uokozi. Lakini pia linahusisha vyombo vya sekta binafsi, kwa maana ya meli binafsi au taasisi za serikali zinazomiliki meli huwa nazo zinashiriki katika shughuli za utafutaji na uokoaji. Kwa leo umefika hapa, kutakuwa kuna onyesho fupi la namna ambavyo shughuli hizo zinaratibiwa na ushiriki wa vyombo vyote vya ulinzi na usalama katika shughuli za uokozi. Kama nilivyosema, sisi shughuli yetu kubwa ni kuratibu. Kwa hiyo tunafanya coordination kuhakikisha linapotokea janga basi taratibu zinazingatiwa na tunaweza kuokoa kwa haraka. Tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na tumpongeze Dr. Samia Suluhu Hassan. Nini mnaona jitihada mbalimbali zinazofanywa za ujenzi wa vyuo mbalimbali vinavyowajengea weledi mabaharia pamoja na watu wote wanaoshiriki kwenye sekta ya usafiri kwenye maji, baharini, kwenye maziwa na kwenye mito yetu. Kazi kubwa inafanywa na serikali katika eneo hilo, sambamba na ujenzi wa meli pamoja na utoaji wa vifaa vya kisasa kabisa vinavyoweza kutumiwa na watu wanaoshughulika na shughuli za usafirishaji kwenye maji. Dr. Samia oye! Jitihada za serikali zinaonyesha wazi kwamba serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ina dhamira ya dhati kabisa ya kufanya sekta ya usafiri na usafirishaji kwa njia ya maji iwe ni sehemu inayotegemewa katika ujenzi wa uchumi wetu, tegemezi halisi wa uchumi wa bluu. Ndugu zangu, nitumie fursa hii pia kuwapongeza wale wote waliofanya onyesho ya namna ambavyo uokozi unaweza kufanyika, lakini mmeona vifaa vya kisasa vya uokozi katika eneo hili. Hii ina maana kwamba serikali inafanya kazi kubwa ya kuwajengea weledi na uwezo mkubwa wataalamu mbalimbali katika sekta mbalimbali, tena kwa ushirikiano. Tumeona polisi wa maji, tumeona watu wa zimamoto, tumeona watu wa TASAC na wengine pamoja na mabaharia wetu wakishirikiana kwenye jambo hili la uokozi.